Baba mtakatifu na Mungu wetu, asante Bwana kwa wema wako, asante kwa nguvu zako, asante tena kwa ajili ya somo lililo mbele yetu. Naomba utuongoze, tubariki katika jina la Yesu, amina. Ndugu msikilizaji, karibu sana tena katika somo hili la leo ambalo linasema roho ya mwanadamu chombo cha ufahamu. Roho ya mwanadamu chombo cha ufahamu. Ukisikia roho, inaomba usikilize leo ni kitu gani? Roho ni nini? Ni kitu gani? Watu wengi wamekuwa kwa kweli na maswali mengi juu ya roho ya mwanadamu. Lakini kwenye Biblia kwa kweli sio kitu kigeni sana kukuta tafasiri ya roho ikiendana na pumzi. Kwamba Mungu akampulizia mwanadamu, akampulizia Adam pumzi ya uhai, akawa nafsi hai. Hiyo inaitwa roho. Na kwenye vitabu vya Zaburi, kwenye vitabu vya Ayubu vinaonesha kabisa kwamba pumzi roho ya mwanadamu iko katika mianzi ya pua zake, yani kuonyesha kwamba ni pumzi. Ile pumzi itofautishe pumzi hii tulio nayo kama ile unayoweza kuweka kwenye mpira ule au kwenye matairi ya gari. Hii ni pumzi ya uhai. Pumzi ya uhai ndio inaitwa roho ya mwanadamu. Pumzi hii lazima itoke, anayetoa uhai ni Mungu. Kwa hiyo ndio maana inaitwa pumzi ya uhai. Yaani ikitoka, yaani wewe huna maisha tena. Sasa humo ni chombo cha ufahamu. Ufahamu wa nini? Ufahamu wa mambo ya Mungu. Yaani kama roho yako, yaani huna roho yako haina connection, haina muunganiko na Mungu. Kwa kweli kuyafahamu mambo ya Mungu sio rahisi. Na yeye hakulazimishi. Na ndiyo maana shetani anasababisha ufahamu usiwe nao. Hebu tusome msingi wa somo hili uko katika Mithali 20 ambao kwa kweli ni msingi wa somo hili. Mithali 20 fungu la 27 anasema kwamba, hebu sikiliza kwa makini. Anasema hivi, pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Yaani pumzi, yaani ili Mungu aweze kukuona ni kwa kupitia pumzi. Pumzi hiyo ambayo iko ndani mwako. Yeye hiyo pumzi, sehemu ya pili anasema, hupeleleza yote yaliyomo ndani yake. Angalia hatari hiyo. Angalia hatari hiyo. Yaani hata kama mungemwombea mtu namna gani ambaye pumzi imekata, yaani hawezi tena, pumzi ikikatika, mtu akifa, Mungu hawezi akapeleleza tena mambo yako ulioyafanya ndani mwake. Yaani historia imefungwa. Na historia ikifungwa, hiyo pumzi mara nyingine mimi huwa naifananisha ni kama watu siku hizi, yaani roho iliyoko ndani ya mwanadamu, yaani ni kama watu siku hizi wanaita kuna vidude wanaita flash au wanaita memory card. Memory card, yaani ina rekodi. Yaani akitaka kupeleleza anakuja anapeleleza humo. Mungu anapeleleza kupitia hiyo memory card ambayo ameiweka humo. Halafu siku ukifa, hiyo memory card inarejeshwa kwa Mungu. Matendo yako yote yako recorded, yako kule. Umewekewa chombo ambacho ni roho. Na ndio maana watu wengine wanasema katika ulimwengu wa roho, sijui niko katika roho, sijui niko yaani anataka kwenda na anataka kuwa katika imani ambayo itamshikilia Mungu, ili anachokiandika pale kiwe ambacho kinawasiliana na Mungu. Lakini vile vile tusije tukasahau, hicho chombo vile vile kinaweza kikatumika vibaya. Kwa hiyo kwa kuangazia dhana ya roho,
au dhamiri zetu, wengine wanaita dhamiri, kama taa inayofichua vitu vilivyomo ndani ya moyo wetu. Pumzi ya mwanadamu ni taa na upeleleze yaliyomo ndani. Mistari inayofanana na hiyo, hebu tusome Wakorintho wa kwanza. Korinto wa kwanza 2 fungu la 11 anasema hivi: maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Ni nani? Wewe unaweza ukayajua mambo ya mtu mwingine, yaani ukamwangalia tu ukajua anawaza nini? Ni yeye mwenyewe ndiye anayejua, kwa sababu yapo katika sehemu ya cognition, sehemu ya dhamiri zake, sehemu ya utambuzi, katika roho yake. Yeye ndiye anayejitambua kwamba anatamani nini, anawaza nini, unafiki kama anaufanya kwa namna gani. Kwa hiyo aya hii inaonyesha jinsi roho inavyofahamu yale ya ndani ya mtu, sawa na Mithali hiyo tuliyosoma 20 fungu la 27 inavyosema roho ni taa inayofichua vitu vyote vya ndani. Lakini Ayubu naye anasemaje? Ayubu 32 fungu la 8 anasema, lakini imo roho ya mwanadamu na pumzi ya Mwenyezi Mungu huwapa akili. Lakini imo roho ya mwanadamu na pumzi ya Mwenyezi Mungu huwapa akili. Hii inaonyesha kuwa pumzi au roho ni chanzo cha ufahamu, huwapa akili, kama nuru inavyomsaidia mtu kuelewa ndani yake. Sasa mtu mwingine anaweza kaja katika sayansi. Hii ni theology, sio mantiki, sio maarifa yale yanayosomwa kule. Anasema kwamba mambo ya ufahamu bwana yako kwenye akili. Kuna mambo mengine yako hata nje ya akili. Yaani mtu ukimwambia wewe kama unasema yako kwenye akili, nikwambia hivi feelings, yani kujisikia kitu wewe unajisikia, yani sio vizuri. Unajisikia akili iko namna gani? Iko sehemu gani? Hiyo chemba ya sehemu ambayo mtu anajisikia iko wapi? Feelings ziko wapi? Lakini Warumi 2 fungu la 15 nayo inasema hao huonyesha kazi ya sheria imeandikwa mioyoni mwao, dhamiri ikiwashuhudia na mawazo yao yenyewe kwa yenyewe yakiwashtaki au kuwatetea. Yaani ndio maana inafika sehemu fulani mtu akifanya hata shida, dhambi amefanya, makosa amefanya, yeye mwenyewe anaanza kujihukumu. Dhamiri zake zinamshtaki au kumtetea. Hapa dhamiri inaitwa kama shahidi wa ndani. Yaani shahidi siku ya hukumu, utakapopelekwa mbele za Mungu, shahidi atakuwa ni dhamiri zako mwenyewe. Dhamiri zako zitakuwa zimeshafika tayari kwa Mungu kwa njia nitumie sasa neno hili ambalo ni la sasa hivi sio rasmi kwenye Biblia, njia kama ya memory card ambayo imepelekwa kule. Roho yako iko kule. Na uthibitisho wa roho, mwangalie Stefano alipotaka kufa. Kusema, Mungu, pokea roho yangu. Yaani pokea sasa, historia ya matendo yangu yote yanaenda kufungwa. Yesu naye alipotaka kufa akasema, naikabidhi roho yangu mikononi mwako. Yaani kuonyesha kwamba mambo yote yanaenda kule. Wewe utakapolala mauti hapa, memory card yako itaenda namna gani mbinguni? Itakuwa imeandikwa nini? Dhamiri zako siku zote zinasemaje? Na mara nyingine dhamiri hizi zinafanya mambo ya ajabu. Hebu angalia jinsi ambavyo shetani anatumia hizi dhamiri. Tena neno hili linasemwa na mtu maarufu kabisa Paulo anasemaje katika Paulo anasemaje katika Paulo 7 fungu la 14, kwa maana twajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi. Angalia roho jinsi ilivyo. Bali lile nilichukialo ndio nalo litenda. Angalia sasa dhamiri na roho yako inaandika nini? Lile ambalo Paulo anasema kabisa, lile ambalo nalichukia eti ndio nalitenda. Lile ambalo nalipenda ni zuri, linatakiwa nilifanye, ndio silitendi. Sipati jinsi ya kulitenda.
Angalia jinsi ilivyo roho ya mwanadamu imechafuliwa na mambo ya mwili. Inapenda kuonyesha mwili tu, inapenda ionyeshe, yani mambo ambayo roho iliyochafuliwa inataka kuonyesha ni mambo ya mwili. Na miili hii ya dunia hii ya wanadamu wote imechafuliwa na dhambi. Yani miili yote imechafuliwa na dhambi kwa kweli. Mpaka Paulo anafika sehemu fulani anasema, pamoja na Mungu kunitendea makubwa namna hii, lakini bado dhamiri yangu inaelekea kule ambako ni kubaya tu. Hapa dhamiri inaitwa ni shahidi kwa kweli. Hebu Wakorinto wa pili 4 fungu la 2 na la 6 inazungumza juu ya nuru ya Injili ambayo inatanuka katika mioyo ya watu, ikivumbua dhambi na kusudi zisizo za kweli, ili kama taa inayowaka wazi yaliyofichwa, kwa yale yaliyofichwa. Hebu Wakorinto twende tuisome. Wakorinto tuisome kabisa tuione. Wakorinto wa pili 4. Wakorinto wa pili 4 fungu inaanzia fungu la 2 mpaka la 6. Anasema, lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyostirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo, bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli, twajionyesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Lakini ikiwa injili yetu imestirika kwa hao wanaopotea. Yani ikiwa injili imejificha au imefichwa, kwa kweli haionekani imejifichwa kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini. Dhambi, kutokuamini ni dhambi, zinaharibu hata roho, zinahafifisha ile taa yako isiweze kutambua hata mambo yaliyo wazi. Kwa kweli yanakuwa yamejificha, huoni, unaona kama ni upuuzi. Anaendelea anasema, fikira zao zisizoamini, si ndio? Wasioamini isiwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo aliyo sura ya Mungu. Kwa maana hatujihubiri wenyewe, bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe kuwa tu watumishi wenu kwa ajili ya Yesu. Kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Kwa kweli ukienda kwenye Waebrania 4 inatuambia, hapa ndipo ambapo unakuta watu wengi kwa kweli watahukumiwa watu wengi ambao wanajua kabisa neno la Mungu ni zuri, wanajua neno la Mungu linaokoa, lakini linakataa. Anasema Waebrania 4 fungu la 12 mpaka 13, anasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho. Na ndiyo maana neno la Mungu ukianza kujifunza na mtu ambaye yeye ni conservative, ameshikilia mambo yake yeye mwenyewe, mambo ya kimwili aliyofundishwa tangu zamani huko, hataki kubadilika kutoka, anakuwa mkali, anakuwa na hasira. Watu wengi wanaojifunza neno la Mungu wanakuwa na hasira. Anasema, hii dini ya baba yangu, dini ya mama yangu, hii usinifanye lolote, sijui na nini, kwa sababu inasema neno la Mungu la choma hata kuzigawa nafsi na roho, viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Yani linajua tu ndani ya moyo wake kwamba wewe kwa kweli neno limekuumiza, limekujulisha kwamba hauko kwenye ile kweli. Fungu la 13 anasema, wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote ni utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Yani ndivyo neno la Mungu jinsi lilivyo, kwa sababu ndani yetu
kipo chombo ambacho ni chombo cha ufahamu, ni chombo kinachokujulisha neno la Mungu. Yani hata kama ukijibaraguza namna gani, usema mimi neno la Mungu silipendi, yani utawachukia watu tu, lakini neno la Mungu ni chombo kile kilichowekwa na Mungu humo ndani, kinakuonyesha, lakini hapa umetenda vibaya, lakini hapa ni vibaya, tubu, lakini hapa acha. Lakini wewe unang'ang'ania, na matokeo yake anasema kwamba yani hicho chombo kilichoko ndani mwako ndio atakuwa mashahidi, ndio atakuwa shahidi wa kwanza kuonyesha kwamba hukutenda vyema. Na ndiyo maana siku za mwisho anasema zitakapoonyeshwa zile taarifa, hata shetani atakiri wazi kwamba hakika ni za kweli na za haki hukumu zako wewe Mungu, ni za kweli na za haki kwa sababu ya hicho chombo kilichoko ndani mwetu. Katika waraka wa kwanza wa Yohana 3 fungu la 19 mpaka 21 anasema, katika hili twafahamu ya kwamba tu wa kweli, nasi tutaituliza mioyo yetu mbele zake. Fungu la 20, ikiwa mioyo yetu itatuhukumu, kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu, naye anajua yote. Mapenzi ya mioyoni, wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri kwa Mungu. Tuna ujasiri kwa Mungu. Yaani mioyo yetu isipotuhukumu ikisema kwamba tulifanya vizuri, dhamiri zako zikikuonyesha hapo umefanya vizuri, yaani una ujasiri kusimama mbele za Mungu kwa sababu tayari chombo chake kimekubali kwamba hapa uko vizuri. Yaani inaonyesha dhamiri inavyoweza kudai ukweli mbele za Mungu, kama nuru iliyofichwa, kama nuru inayofichua hali ya ndani. Roho ya mwanadamu inahifadhi mambo yote ya mabaya na mazuri, mambo yote ya mwanadamu. Ukienda kwenye Wakorinto wa kwanza 2 fungu la 11, ina maana kwamba roho ya mwanadamu inahifadhi mambo yote. Maana ni nani kati ya mwanadamu anayejua mambo ya mwanadamu isipokuwa ni roho ya mwanadamu iliyo ndani mwake? Vivyo hivyo mambo ya Mungu hayajui mtu ila roho ya Mungu peke yake. Maana yake ni nini? Maana yake ni hii: roho ya mwanadamu ina ufahamu wa ndani kabisa wa nafsi ya mtu yeye mwenyewe. Inahifadhi kumbukumbu, mawazo, hisia, nia, matendo ya mtu, mema au mabaya. Kwa hiyo uwezo wa kutubu uko kwako, kwa sababu unajijua wewe mwenyewe. Ila sema kuna nguvu inayokukataza usitubu, kwa sababu ukitubu utakuwa unaudhalilisha mwili. Kwa hiyo toba iko ndani ya kila mtu. Hata yule ukikuta amekuwa mkali kabisa, anasema mimi sitaki kabisa, sitaki kuwasikia, na kwenda sehemu fulani watu wa Mungu wanapeleka injili, wanafukuzwa, anaambia tokeni hapa. Huyo mtu bado Mungu yuko ndani mwake, bado roho, chombo chake kipo. Ukitaka asiwaze hivyo, ni mpaka roho itoke awe kama mnyama. Akiwa kama mnyama, kuna mtu mmoja alipelekwa nyikani, akageuzwa roho yake ikawa kama ya mnyama. Hakuweza kutubu muda wa miaka 7. Hakuweza kutubu kabisa mpaka Mungu alipomrudishia roho ya mwanadamu, roho ya binadamu, ndio akawa na toba. Lakini alipokuwa na roho ya mnyama hakuweza hata kidogo. Kwa hiyo hakuna mtu mwingine anayeweza kuelewa kikamilifu mtu mwingine isipokuwa roho ya mtu huyo mwenyewe, kwa sababu roho hiyo inashuhudia maisha yake yeye mwenyewe, inashuhudia maisha yote. Paulo anatumia mfano huu kueleza kwamba kama vile roho ya mtu inajua mambo yake ya ndani, ndivyo roho ya Mungu pekee inavyojua mambo ya Mungu yaliyoko ndani mwako. Hii pia inaonyesha kwamba roho ya mwanadamu ni kama kumbukumbu ya maisha ya mtu. Na ndiyo maana Biblia inasema kuwa wakati wa hukumu matendo yote yatawekwa wazi. Yatawekwa. Mhubiri 12 fungu la 14 na Ufunuo 20 fungu la 12. Utaliona hilo mwenyewe. Mfano rahisi, fikiria roho ya mwanadamu kama hazina ya kumbukumbu au kamera ya maisha. Kila kitu tunachofanya, kufikiria au kuhisi kimehifadhiwa humo, na hakuna anayeweza kukikana mbele za Mungu. Kwa hiyo mbele za Mungu hamna kusema kwamba hapa mbona nilikuwa nimejificha, au kakana Mungu ulikuwepo au namna gani.
Yaani unapofanya dhambi, Mungu yupo, unafanya naye dhambi, yuko karibu, kwa sababu roho yake anapomulika anakuona sehemu zote, yaani mpaka ulipodhamiria intention. Na ndiyo maana matendo yanayofanyika, kuiba, kuzini, yaani unapotimiza lile tendo umeshafanya dhambi muda mrefu. Wakati unapanga, una plani kwenda kuzini au kuiba, hapo ndipo dhambi inapofanyika na inaandikwa katika roho yako. Kwa kweli ni mpaka ufanye toba. Kwa hiyo ndiyo Biblia na maandiko sasa ya mama mmoja, mama anaitwa Mama White, inaeleza kuwa roho ya mwanadamu ni au dhamiri ni kama kumbukumbu ya maisha yake yote, mema au mabaya, ambayo itafufuliwa wakati wa hukumu. Hapa kuna maandiko na nukuu husika, maandiko ya Biblia alafu na maandiko ya huyo mama. Anasema mambo yote yameandikwa mbinguni, Mhubiri 12 fungu la 14. Kwa maana Mungu ataleta kila tendo la hukumu pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Hii inaonyesha kila tendo, hata lililojificha, lililofichika, litawekwa hadharani. Kitabu cha Kumbukumbu cha Mungu ambacho kiko katika Malaki 3 fungu la 16. Anasema ndipo wale waliomcha Bwana wakasema kila mmoja na mwenzake, Bwana akasikia na kusikiliza, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa hao waliomcha na kufikiri jina lake. Ufunuo 20 fungu la 12 nayo naandika, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo. Na ndio maana watu wengine wakifikiria kwamba kumbe bana ile ibada ya wafu iko sawa kabisa, watu bwana wakifa anaenda mbinguni. Kumbe ni ile memory card iko kule ya kwake, anahesabiwa ni yeye mwenyewe. Linaonekana jina lako katika ile kitabu cha kumbukumbu, taarifa yako yote iko pale. Anasema nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo, wamesimama mbele ya kiti cha enzi, na vitabu vikafunuliwa, kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, nao watu wakahukumiwa katika mambo yale yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawa na matendo yao, yakahukumiwa kwa sababu yameandikwa mle. Inaonyesha matendo yote ya wanadamu yamehifadhiwa na yatatumika wakati wa hukumu. Kila neno litahesabiwa. Mathayo 12 fungu la 36 mpaka 37 anasema, lakini nawaambia kila neno lisilo na maana watakalo linena wanadamu watatoa hesabu yake. Watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Maana kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Roho ikikumbuka, hebu angalia katika Luka 16 fungu la 25, mfano wa tajiri na Lazaro. Lakini Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe ulipokea mema yako katika maisha yako. Inaonyesha kumbukumbu ya matendo ya dunia ikiendelea hata baada ya kifo. Kumbukumbu iko kule, inayokumbusha ipo. Roho inakumbusha. Roho ya mtu hujua mambo yake. Hilo tumeshalisema huko. Maandiko ya mama huyu yanasemaje? Akili ni kumbukumbu ya matendo. Ukurasa wa The Great Controversy, ukurasa 486. Kila tendo na kila neno, kila wazo limehifadhiwa sahihi, kwa usahihi kabisa wa malaika wa mbinguni. Rekodi ya maisha ni sahihi. Ere Writing ukurasa 52 nasema, malaika wa Mungu huandika kila tendo la maisha, mema au mabaya, huweka kwenye kumbukumbu. Lipo anaweka katika kumbukumbu. Akili uhifadhi historia yote, inahifadhi. Kwa kweli roho ya mtu haiwezi kusahau bila neema ya Mungu. Haiwezi kusahau. Kwa kweli kwa neema ya Mungu utakumbuka kila kitu. Utaona mioyo yetu imejaa kumbukumbu za maovu tuliyotenda, na hatuwezi kusahau. Bila damu ya Kristo kufuta, kwa kweli hakuna kusahau.
Roho haiwezi kusahau, ni mpaka damu ya Yesu Kristo ifute. Na katika somo hili kiini chake ni kwamba tubu sasa, ili kwamba damu ya Yesu Kristo uweze kufunika pale. Damu ya Yesu Kristo kwa kumbukumbu zako zilizoko kule mbinguni yaweza kufunika pale. Inaweza ikapaji, Waingereza wanasema kufunika, inafunika. Ukisubiri hukumu ile ya mwisho, ambayo sasa dhambi zilizofunikwa atapewa Shetani atakapochomwa moto, atapewa na dhambi zote zinafutwa, zinachomwa moto, na patakuwa kwa kweli pametakaswa katika patakatifu pa mbinguni. Hakuna tena mawaa ya dhambi, na kwa kweli tutakuwa tumefikia kiwango cha kutakaswa. Wakati hapa dhambi imefunikwa, sisi tumevalishwa vazi la haki. Na tunapovalishwa vazi la haki, sio kwamba sisi ni wenye haki, hapana. Tunavalishwa vazi la haki kupata title ya kule mbinguni, ili kwamba utakaso uendelee. Wanadamu sasa hivi duniani wako tayari kusema kwamba ninahesabiwa haki. Kuhesabiwa haki, wengine wanasema nimeokoka. Lakini wakija kwenye utakaso wanakataa, ambapo utakaso ndio utakutembeza wewe katika maisha yako, unatengenezwa hadi ufanane na sura ya Kristo. Lakini wengine wanasema kwamba bwana, utakaso hapana bwana, hizi amri hapana, kwa sababu kutakaswa ni mpaka reference kwenye kioo ambazo ni sheria za Mungu. Anayetakasa ni Yesu mwenyewe, lakini anatakasa kwa kukufanya wewe uwe mtiifu. Na kuwa mtiifu, yeye mwenyewe anasema sheria zangu sitazifuta kamwe milele, kwa sababu ndio reference ya utakaso. Lakini watu wengine inafika sehemu fulani wanabadilisha sheria za Mungu, na sasa utakuta memory card yako, roho yako ambayo kama utakuwa umefariki kabla Yesu hajaja, utakuta ina madoa pale, inakushuhudia kwa kweli ili kwa kweli hukuweza kulitubu, na kwa sababu ulifanya mara nyingine kwa makusudi, mara nyingine kwa kweli ulikuwa mkali, ukipelekewa neno la Mungu na kuwa mkali. Kwa kweli ukali ni tabia inayotoka kwa Shetani, inayoshurutisha roho yako, inamulika kwenye mwili wako kwamba ukitubu utajidhalilisha. Toba mara nyingine ni kuudhalilisha mwili. Watu hawakubali kuudhalilisha mwili, na toba inatoka katika roho. Roho inaushurutisha mwili, baba, yani acha kufanya hiki kitu. Mwili unagoma, unasema hapana, nitadhalilika, haiwezekani. Siwezi mimi kuacha mambo yangu ambayo nimefanya siku zote. Haya mambo sio mabaya. Ndio, kuna mambo ambayo kwa kweli sio kwamba katika jamii ni mabaya, lakini ni mazuri katika jamii, ila mbele za Mwenyezi Mungu ni dhambi. Narudia tena, yapo mambo ambayo ni mazuri mbele ya jamii, mazuri kabisa, yanahesabika, yanaheshimika vizuri, lakini ni dhambi mbele za Mwenyezi Mungu. Hayo na yenyewe unaambiwa tubu. Sasa ukifikia mambo kama hayo ambiwe tubu, unasema haiwezekani, siwezi kudhalilisha mwili wangu. Na ndio maana unakuta sheria za Mungu zimebadilishwa. Wengine wanasema hata ubatizo sasa hivi ni wa kunyunyuzia maji, kwa sababu kwenda kuzamishwa majini ni kujidhalilisha. Lakini anakuambia tubu. Kama unajua kabisa ubatizo ni kuzamishwa majini, tubu kabisa. Kama unajua kabisa sheria za Mungu zinasema hivi na vile, fata kama jinsi ilivyo, kama maagizo ya Mungu yalivyosema, ili roho yako na dhamiri zako zikutetee na kukushuhudia. Mungu wetu atubariki katika somo hili nyeti, kwa jina la Yesu Kristo, amena.